fanya hivyo baada ya kufanya katika kombe la shirikisho Afrika, kutinga katika hatua ya nusu finali. Hapo jana tena ametinga katika hatua ya nusu finali ya michuano hii ya kombe la shirikisho la ndani kwa maana ya CRDB Federation kwa kuifunga Mbeya City magoli 3-1. Mbeya City walikuwa wa kwanza kupata goli zuri kweli kweli. Ni miongoni mwa magoli mazuri kweli kweli, na kuanzia michuano ilivyoanza ya mashindano haya ya CRDB, inawezekana likawa ni miongoni mwa magoli ambayo yataingia katika ile orodha yale magoli ambayo magoli bora miongoni mwa magoli bora katika michuano hii ya Federation. Kwa hiyo tunaweza tukaliona katika nominees mwishoni mwa mashindano haya likiwa linashindaniwa goli hilo ambalo waliruhusu Simba hapo jana. Lakini kimsingi mwalimu wa Simba amekuwa ni mwalimu ambaye kwa hivi sasa anafanya rotation, lakini rotation ambayo anaifanya ni rotation ya kuzingatia mechi, uzito wa mechi. Kuna rotation za aina mbili. Rotation ya kwanza ni kama rotation ambao huwa wanafanya Yanga. Yanga inawezekana ikawa ni mechi ngumu, mechi ya kimaamuzi, lakini wao wanafanya rotation katika mechi hiyo ya kimaamuzi kwa maana ya kwa kiasi kikubwa baadhi ya wachezaji wanafanana madaraja. Mfano Clatous Chama akianza, ambaye atampisha Chama na Chama aliyepo ndani, uwezo wao hautofautiani sana. Upande wa kushoto maybe anapocheza anapocheza Shada Kiboka pamoja na Nixon Kibabage, atakayeanza huoni huo tofauti sana. Kwa inawezekana ikawa ni mechi ngumu, mechi ambayo inahitaji maamuzi. Yanga wana hiyo luxury ya kufanya rotation, ingawa sio kwa kiasi kikubwa, lakini kwa upande wa Simba imekuwa ni tofauti sana. Aina ya rotation ambao wao wanafanya rotation kwa maana ya kuchagua kama ni ile mechi ambayo inaonekana imeuma zaidi, maybe Shomari Kapombe ama Mohamed Hussein anatumika mpaka dakika 70, 75 ama 80, ndio unaona anaenda ndo rotation yake hiyo, kwa sababu ya kocha anajua huyu ana matumizi naye ya mchezo unaokuja ambao ni mchezo muhimu zaidi. Isipokuwa katika zile mechi ambazo zinaonekana hazina tension kubwa ya mchezo, zenye wachezaji wa kawaida, opponent ambao si wakubwa kwa kiasi hicho, ndio unaona mwalimu wa Simba Fadlu Davis anafanya hiyo rotation. Kama tuliangalia vizuri kwenye 16 bora, Fadlu Davis kikosi ambacho alianza nacho na kikosi ambacho kaanza nacho katika hatua ya robo finali hakikuwa na mabadiliko makubwa sana, lakini mabadiliko hayo, tazama kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, ni wachezaji watatu pekee ambapo walikuwepo katika siku hiyo ya jana. Fabrice Luamba Ngoma ni mchezaji ambaye alicheza dakika 90 katika mchezo ule wa kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Al Masry, lakini Chamuka Rabu pamoja na Abdulrazaki Hamza, ni hawa wachezaji watatu tu ndio walicheza mechi serious ya kufuzu hatua hiyo ya robo finali, na rotation tukaiona imefanyika kulingana na uzito wa hiyo michuano. Lakini matokeo walipata Simba siku ya jana licha ya kuwa na rotation kubwa, lakini tazama wachezaji wale ambao walipata hiyo nafasi ya kucheza walionyesha kiwango bora sana. Joshua Mutale amekuwa na kiwango bora sana hasa kwenye hii michuano ya CRDB, na magoli 3 mpaka hivi sasa, kiwango bora sana mpaka hivi sasa. Christian Ateba nafikiri ni anachukua tuzo ya mchezaji bora takriban mara ya pili siku ya jana. Kwa hiyo kuna wale wachezaji ambao hawapati nafasi ya kucheza kwa kiasi kikubwa katika zile mechi serious, wanakuja kupata nafasi katika hizi mechi ambazo hazina tension kubwa, na wakati wanacheza na timu za madaraja ya chini. Maana yake mchezaji kama una fomu imeshuka lakini klasi yako inafahamika, maana katika mechi kama hizi unaweza kumuonyesha mwalimu kile ambacho uko nacho katika kazi yako ya kucheza mpira. Lakini Simba katika hatua ya nusu finali ana uwezekano kukutana na Singida Black Star, ambaye Singida Black Star yeye leo atakupo dimbani dhidi ya Kagera Sugar majira ya saa 10 za jioni katika dimba la CCM Liti. Kwa mshindi kati ya Singida pamoja na Kagera Sugar ndiye anayekwenda kukutana katika hiyo hatua ya nusu finali na Simba Sports. Nimeangalia mchezo wa Simba, wameshinda sawa, lakini nimeangalia Mbeya City, sijajua wako nafasi ya ngapi, lakini katika msimamo wa ligi ambao wanashiriki ligi daraja la kwanza, si ndio?
lakini endapo kama watapata nafasi ya kupanda daraja na kushiriki kwenye Premier League, nafikiri watasumbua sana. Nimeona na wachezaji wazoefu ambao wameshacheza ligi mbalimbali. Nimeona Mwalianz jana alivyokuwa akiwasumbua Simba waajiri wake wa zamani, lakini nimeona wachezaji wengi ambao wamepitia katika vilabu mbalimbali, na ijaribu kuiangalia Mbeya City kama itapata nafasi ya kupanda, basi hizi timu Kongo zijiandae. Nilimsikia Fadlu Davis, mwalimu wa Simba, wakati anazungumza kuelekea mchezo, alizungumza kitu kizuri sana. Akasema ni tunacheza na Mbeya City ambayo ina material ya ligi kuu. Yani ina hao wachezaji ambao wana uwezo wa kucheza vizuri sana tu katika michuano ya ligi kuu soka Tanzania bara. Kuna baadhi ya nyota ambao walipita pale Simba. Peter Mwalianz. Yes, Peter Mwalianz, lakini tazama striker force Mudathir ambaye alikuwa anaisumbua sana safu ya ulinzi ya Simba, ambayo safu ya ulinzi ya Simba baada ya kukosekana kwa Achia Malone imekuwa na uimara sana kupitia kwa Abdulrazak Hamza pamoja na Acha Mukarabu. Lakini siku ya jana mikiki ambao walikuwa wanapewa na mshambuliaji Mudathir kwa upande wa Mbeya City, unaona kabisa ni Mbeya City ambayo licha ya kuwa na baadhi ya nyota ambao walitumikia ligi kuu misimu kadhaa huko nyuma alafu baadaye wakashuka chini championship, unaona kabisa ni Mbeya City ambayo imedhamiria pia kurudi ligi kuu. Lakini kila mchezaji ukimtazama unasema yes, haya ni material ya ligi kuu kupitia kwa hayo maneno ya Fadlu Davis. Lakini hata kile ambacho tumekishuhudia uwanjani, na si hivyo tu, hata wakati wanamtoa Azam FC walikuwa wako bora ndani ya zile dakika 90, na Azam FC ndiye ambao walikwenda kusawazisha dakika za jioni na wakaingia katika mikwaju ya penalty. Bado ukawa unaona Mbeya City kuna kitu ambacho wanakihitaji hasa katika kurejea ligi kuu, na hata namna ambavyo wanacheza michezo yao baina ya wao ambao wanatoka ligi ya chini zaidi juu ya ligi ambayo iko juu yao. Unaona kabisa ni timu ambayo ina uwezo wa kufanya lolote. Umeuliza wako nafasi ngapi pengine katika msimamo wa championship. Mpaka hivi sasa Mbeya City wako katika nafasi ya pili. Mtibwa Sugar ndiye ambaye anaongoza ligi. Mtibwa Sugar na michezo 25 alama 60, lakini Mbeya City michezo 26 alama 56. Kwa hiyo tutarajie leo pia kuona mechi nzuri ambayo itakuwa na upinzani kati ya Singida na Mtibwa. Kabisa, na nimemsikia Malale 50 kocha wa Mbeya City. Malale 50 kocha wa Mbeya City, yeye anasema Malale 50. Malale 50. Kocha wa Mbeya City. Tanzania sasa tuna Malale, tuna Mgunda. Malale 50 kocha wa Mbeya City. Tuna Chagas. Yes, kocha wa Mbeya City Malale 50, yeye anasema dakika kipindi cha pili mwanzoni tu alitoa baadhi ya nyota wake wa muhimu zaidi baada ya kuona mechi hii ni ngumu kushinda kwa upande wao. Akawatoa baadhi ya nyota kwa kuzingatia tarehe 18 ana mchezo mgumu wa kimaamuzi wa ligi. Kwa hiyo kuna silaha zake alizipumzisha kwa ajili ya mchezo unaofuata ambao ameona mchezo wa jana hauna huo muhimu, kwa sababu tayari hawana uwezo wa kushinda hiyo mechi, na hata kama wangeshinda hawakuona nafasi yao kuwa bingwa katika michuano ya CRDB, na badala yake akatunza energy kwa ajili ya kucheza huo mchezo wa kimaamuzi ambao wataucheza Aprili 18 katika ligi ya championship. Lakini hii leo kuna mechi ambazo zinaendelea. JKT Tanzania dhidi ya Pamba Jiji, Meja Jenerali Samuyo majira saa 10 za jioni. Lakini Singida Black Star dhidi ya Kagera Sugar CCM Liti majira ya saa 10. Yanga ilikuwa ipigwe leo pia lakini umesogezwa mbele mpaka hapo kesho. Ndo tutashuhudia mchezo mwingine na kati ya Yanga na nani? Yanga ambao wanacheza na nafikiri wanacheza na Bigman. Yanga wanacheza na Bigman. Ngoja tuweke mambo sawa. Yes, ili tujue wananchi isipokuwa ratiba ilikuwa isipokuwa ratiba na wakati unaweka mambo sawa na jaribu kuiona finali ya Federation wakikutana tena Simba na Yanga. Kwa hatua iliyofikia, sidhani kama kuna mtu ambaye katika hizi mechi zilizobaki atapoteza. Hata hiyo mechi ambayo atacheza kesho Yanga, na uhakika atashinda kwa ushindi mnono tu, na naiona finali
ya CRDB Federation wakikutana miamba miwili ya soka hapa nchini. Sasa sijajua bado wataendelea kukimbiana ama vipi. Nafikiri kwanza kuna mechi nyingine, njia ya Simba. Njia ya Simba ni njia ambayo ina Yanga na Stand United chama la wana. Umeona? Yes. Kwa hiyo tuna uhakika kabisa kwamba mchezo utakuwa ni mzuri, wenye upinzani, lakini hausababishi bingwa mtetezi. Njia Simba ina Singida Black Star. Kama Singida Black Star atafanikiwa kupenya, maana kuna ugumu ambao Simba ataenda kukumbana nao. Sioni. Yani kimpira, sawa? Kimpira Singida ina hawa wachezaji na wenye quality ambayo wana uwezo wa kuitumia hiyo nafasi. Jonathan Soa katika mwendelezo bora sana uwanjani, lakini pia kuwapo wachezaji wengine ambao wanafanya vizuri sana nafikiri ligi kuu mchezo wa kwanza ilikuwa 1-0. Mchezo wa pili 3-0. Mchezo wa pili kama nakumbuka vizuri mchezo wa marejeano. Kwa hiyo bado kwenye hatua za mtoano mnapocheza na timu ambazo zinawiana madaraja ya wachezaji, maana yake lolote linaweza likatokea. Lakini maswali yamekuwa mengi sana kuhusiana na kikosi cha Simba, mafanikio ambayo wako nayo mpaka hivi sasa. Msimu wa mwaka jana walikuwa wamebakiwa na tena hata ligi kuu walikuwa washakata tamaa mpaka hivi sasa, lakini sasa hivi ni Simba ambayo kwenye ligi kuu imepishana alama moja. Kama Simba ukishinda mechi zao zote wanapishana alama moja baina yao na bingwa mtetezi Yanga. Msimu uliopita hilo jambo halikuwepo, lakini msimu huu Simba iko hatua ya nusu finali ya michuano hii ya CRDB. Msimu uliopita walitolewa mapema kabisa. Mapema, lakini msimu huu ni Simba ambayo iko nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Msimu uliopita Simba ambayo ilikuwa ishatolewa katika robo finali ligi ya mabingwa. Kwa hiyo maswali yamekuwa ni mengi. Je, Simba bado anatengeneza kikosi ama Simba kikosi kimepatikana? Wamejipata ama bado? Miongoni mwa Simba wanasema wanatengeneza kikosi. Wao wanasema hivyo. Kitaalamu wanasemaje? Kitaalamu